Kwa pamoja, asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Habari ya asubuhi. Kwanza naomba nichukue fursa hii niungane na nyinyi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na tukaweza kwa mara nyingine tena kukutana hapa katika shughuli hii muhimu kwa ajili ya nchi yetu na kwa ajili ya wananchi na maendeleo ya nchi yetu. Pili, naomba nichukue fursa hii kwa dhati kabisa niwashukuru ndugu waandishi wa habari pamoja na vyombo vyenu mbalimbali ambavyo mnaviwakilisha kwa kuendeleza mashirikiano na chama chetu katika shughuli mbalimbali na kutimiza wajibu wenu wa kuwahabarisha na pia kuwaelimisha wananchi hasa katika na kuhusiana na shughuli za chama chetu. Ndugu waandishi wa habari, ndugu viongozi, mtakumbuka kwamba mwanzoni mwa mwaka huu tarehe 1 Januari mwaka huu 2025 nilitangaza nia ya kukiomba chama changu cha ACT Wazalendo kunipa ridhaa ya kwenda kukiwakilisha katika kuomba ridhaa ya wananchi wa Zanzibar kugombea nafasi ya rais wa Zanzibar. Nashukuru na nawashukuru sana ndugu waandishi wa habari kwa jinsi mlivyosambaza habari hizi na jinsi ilivyopokelewa vile vile. Kwa hiyo katika salamu zangu za mwaka mpya niliwaambieni kwamba mwaka huu wa 2025 ni mwaka wa ushindi na mwaka wa kihistoria kwa nchi yetu ya Zanzibar. Kuchukua fomu na kuirejesha hivi leo ni kutekeleza kwa vitendo kauli yangu niliyoitoa hapo awali, na pia ni kuwathibitishia kwamba wakati ule nilipotangazania haikuwa kutikisa kibiriti wala haikuwa kuangalia maji bali tulikuwa na dhamira ya dhati kabisa ya kutafuta uongozi wa nchi hii katika nafasi hii ya urais ili kuwaongoza Wazanzibari kutafuta kile wanachokitafuta, Zanzibar wanayostahiki na maisha wanayostahiki. Nikiri kwamba tokea niliposimama mbele yenu mwanzoni mwa mwaka huu kuwatangazia azma hii hadi sasa ninapozungumza, hakuna mengi yaliyobadilika kuhusiana na mfumo wetu wa uchaguzi. Kwa hakika mazingira ya uchaguzi ni yale yale yaliyopelekea uchafuzi na maafa ya mwaka 2020, na watawala wamezidi kila siku kuyajenga kwamba yaendelee kwa yale yale. Watu waliochafua uchaguzi huo ndio wale waliopo sasa. Matendo waliyofanya wanayofanya kuelekea uchaguzi wa 2020 wamekuwa wakiyafanya siku hadi siku, hatua kwa hatua. Dhamira yao bila shaka ni kuyarejesha yale yaliyotokea 2020, na dhamira hiyo ipo wazi kwenye matendo yao, ingawa kwenye midomo yao hamkauki maneno ya kuhubiri amani. Swali kubwa kutoka kwenu naamini litakuwa, ikiwa hali ni hiyo, kwa nini unaamua kuingia kwenye uchaguzi huu? Kwanza nitangulie kushukuru kauli ambayo ameitoa hapa kiongozi wa chama kwamba uchaguzi si suala la vyama. Vyama ni vyombo ambavyo vimelazimishwa kwa katiba yetu kwamba lazima vitumike kubeba haki hiyo, kubeba msingi huo wa wananchi katika nchi yao. Kwa hiyo bado inabaki kwamba
vyama ndiyo njia pekee iliyowekwa na katiba yetu. Najua nyote hakuna mgombea binafsi, tofauti na matakwa yenyewe ya katiba yanavyotaka kwamba hakuna sababu ya kumzuia mgombea binafsi. Lakini mazingira yaliyojengwa ni kwamba lazima vyama vitumike. Na kwa sababu hiyo, ingawa swala hili ni moja, lakini majibu yake ni mengi na ni marefu kidogo. Na kwa hiyo naomba nivumilie kidogo. Kwanza, ni kweli kwamba tokea kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi Zanzibar imeshuhudia watu kadhaa kuuliwa, kuteswa, wananchi kwenda ughaibuni na kuwa wakimbizi, wengine kulazimika kuyahama makazi yao kwa muda, wanawake kunajisiwa mbele ya waume na watoto wao, wananchi kadhaa kufukuzwa kazi kwa sababu za kisiasa, na wananchi kuvunjiwa nyumba zao na mali zao kuporwa, na mengine kadhaa ya kusikitisha kabisa. Lakini ukweli mwingine ulio wazi ni kuwa hata katika mashaka yote hayo, Wazanzibari wa miongo yote mitatu ya siasa za vyama vingi, kwa wingi na kwa umoja wao, wamekuwa wakiwapa watawala jibu lile lile moja, kwamba wamewakataa. Hakuna uchaguzi wote ambao watawala wamefanikiwa kushinda kihalali Zanzibar kwenye mikondo yote 6 mfululizo. Bahati nzuri jambo hili sasa linashuhudiwa na hata na wanachama waandamizi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo jawabu la mwanzo limo kwenye ukweli kwamba kwa kihistoria kazi yetu wa Zanzibari ni kuwashinda watawala kwa kura. Kwamba Wazanzibari tumewaambia watawala kwamba sisi ni washindi dhidi yao. Kazi yao watawala ni kulazimisha kutawala kwa wizi na kwa mabavu. Ninaingia kwenye uchaguzi huu kwa moyo na uthubutu ule ule alokuwa akiingia mtangulizi wangu na mzee wetu almarhum Maalim Seif Sharif Hamad. Moyo wa kuwa na uhakika wa ushindi kutoka kwa wapiga kura halali na halisi wa Zanzibar. Nataka dunia ifahamu kuwa tunaingia kwenye uchaguzi huu kwa sababu sisi tayari ni washindi. Jawabu hili hata hivyo linatupelekea kwenye upande wa pili na watatu kama si wanne. Kutoka pale tulipoishia mwaka 2020, Wazanzibari wana moyo zaidi na wameraghibika zaidi katika kuleta mabadiliko kwenye mwaka huu kutokana na mapungufu makubwa ya miaka 5 iliyodhihirishwa na serikali iliyopo madarakani. Miaka 5 iliyojaa ufisadi wa kutisha, miaka 5 iliyosaliti juhudi za viongozi na Wazanzibari kutaka maridhiano, na miaka 5 iliyoshuhudia dharau dhidi ya Wazanzibari. Ikiwa kuna chochote ambacho kinaongeza thamani ya ushindi wetu kwa mwaka huu, ni uelewa wa wananchi wa Zanzibar kwamba serikali iliyopo madarakani imekisiri katika ufisadi usiojua mipaka na ambao haujapata kushuhudiwa huko nyuma kwenye miradi takriban yote ambayo inatekelezwa. Hii pia ilikuwa ni miaka 5 ya kusalitiwa kwa kiongozi wetu marehemu Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye kwa kuingia kwake kwenye serikali ya umoja wa kitaifa kulitokea kwa sababu ya ahadi ya mwenzake kutekeleza mageuzi ya msingi kwenye mifumo ya utawala na uchaguzi, pamoja na ujenzi wa jamii yenye maridhiano na masikilizano ya kweli. Hii ilikuwa miaka 5 ya Zanzibari
hasa walio upande wa chama kinachotawala, kudharauliwa na kufahamishwa kuwa nao hawana nafasi katika uendeshaji wa nchi hii, kwani kwenye teuzi mbalimbali tumeshuhudia wakienguliwa na kuwekwa upande. Wazanzibari kuwa hao waliofisidiwa na waliosalitiwa na kudharauliwa ndio wanaoongeza thamani ya ushindi wa ACT Wazalendo kwenye uchaguzi tunaoelekea wa mwaka 2025. Jibu la tatu limo kwenye hoja ya kipi Zanzibar inakihitaji na kipi mimi, kutokana na uzoefu wangu nilionao na uzoefu na dhamira ya chama changu, kutokana na nguvu, dira na maono yake, kilicho nacho tuko tayari kukifanikisha. Zanzibar inastahiki kupiga hatua kubwa kiuchumi na kijamii, na inazo fursa za kufanya hivyo ikiwa itapata uongozi sahihi. Kupitia uchumi wa huduma, Zanzibar inategemea sana utengamano wa kijamii ambao unavutia wawekezaji wakubwa, uwekezaji wa ndani na pia jamii kubwa ya Wazanzibari walioko nje ya nchi. Pia kuwawezesha hatua hizo ni jukumu la awali na la kimsingi la serikali inayokuwa madarakani. Kuvitambua sio tu vitu gani vinavyojenga uchumi wa nchi za visiwa kama ilivyo Zanzibar, bali pia vitu gani vinaweza kuuvunja uchumi huo. Kwa mfano, Zanzibar kwa miaka kadhaa imekuwa katika kupambana na changamoto za muungano, za mfumo wa muungano ambao umechangia kwa kiasi kikubwa kuidumaza Zanzibar. Tokea katika mifumo ya kikodi, kukosa nyenzo za kiuchumi na kubanwa katika ushirikiano wa kimataifa. Watawala waliopo pamoja na kuwa na mamlaka ya kisiasa katika pande zote za muungano wameshindwa kabisa kutatua changamoto hizo, badala yake zimekuwa kila siku zikirasimishwa zaidi kadri siku zinavyoendelea. Sisi ACT Wazalendo, na mahsusi zaidi mimi binafsi ambaye kwa uzoefu na historia yangu tumeweza kupambania, sote mnatufahamu, takriban viongozi wote wa ACT Wazalendo leo mnafahamu ni kwa namna gani walivyopambania na wanavyozieleza changamoto hizi na kutoa njia ya namna ya kuzitatua ili kupata Zanzibar ambayo itakuwa na mamlaka katika nyenzo zake kuu za kiuchumi. Ndio maana linapofika suala la umoja wa kitaifa na maridhiano, sisi ACT Wazalendo tunaamini kwa kina juu ya umoja wa Zanzibari kwenye ujenzi wa nchi yao. Tunaamini kwa dhati kabisa kwa maridhiano njia muafaka ya kupita kuelekea lengo la Zanzibar mpya, na tumejipanga kuiandaa kikamilifu njia hiyo. Wakati wa kiongozi wetu Maalim Seif Sharif Hamad alipokubali kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, licha mapito magumu mno ya uchaguzi wa mwaka 2020 ambayo miongoni mwa athari zake ni kuuawa kwa watu 21, kuacha mayatima 39, kuacha watu wenye ulemavu wa kudumu 18, kujeruhiwa na kuachiwa ulemavu watu 18, kujeruhiwa na kutibiwa kwa muda mrefu watu 47, na kuumizwa zaidi ya watu 600 na wengine zaidi ya 300 kuharibiwa mali na nyumba zao. Alieleza bayana kuwa madhumuni yalikuwa ni kutoa fursa kwa Zanzibar kujenga mustakabala mpya na mustakabala mwema. Yalikuwa matarajio yake na matarajio ya wanachama wenzake. Tunaamini na matarajio ya wananchi wa Zanzibar kuwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi
angelitekeleza yale yaliyokubaliana kwa nia ya kujenga mustakabala mpya wa Zanzibar. Na hapa niseme kwamba hili hata kusingekuwa na makubaliano, hata kusingekuwa na kuombwa, kiongozi yoyote anayestahiki kweli kuitwa kiongozi, mwenye upeo na maono ya uongozi, basi hili angelifanya bila ya kuombwa, bila ya makubaliano, bila ya kupembejewa. Lakini hilo bahati mbaya halikutokea. Jibu la 4 ya swala kubwa, kwa nini sisi ACT Wazalendo na maksusi mimi kuchukua fomu na kuomba ridhaa ya kuwania urais wa Zanzibar, limo kwenye hofu kwamba kuendelea kuwaachia watawala waliopo sasa madarakani kushikilia hatima ya nchi yetu ni hatari kwa nchi hii na watu wake. Waandishi wa habari, sote tumeshuhudia na tuna mifano mingi ambayo nashukuru kiongozi wa chama hapa katika hotuba yake ameieleza, ya namna watawala waliokuwa ni wakandamizaji, watawala ambao wanaojali utawala badala ya kurekebisha au kufanya mageuzi. Kila wanapopata fursa, wanapoachiwa fursa hii, wanazidi kuleta matatizo zaidi. Na mfano mzuri tunao hapa Zanzibar 2015-20 ulitegemea kwamba wangechukua fursa, Chama cha Mapinduzi wangechukua fursa ya kurekebisha baadhi ya mambo ili kuepusha maafa, lakini walitengeneza maafa makubwa zaidi ambayo hawajawahi kutokea katika uchaguzi, na tuliyashuhudia 2020. Sasa kama alitokea 2020 ya namna hiyo, kuachia tena, hatuna hakika 2030 na kuendelea yatakuja kutokea yepi makubwa zaidi. Tumeshuhudia kwamba hata waliopo sasa hivi badala ya kurekebisha wamechukua hatua nyingi zaidi za kuhakikisha kwamba hatuna uchaguzi wa huru, kuhakikisha kwamba yale ya kuwatesa na kuwakandamiza raia bado yanaendelea. Na Waswahili waungwana wanasema kususia ni kwa muungwana, lakini asiyekuwa muungwana kumsusia sio dawa. Muungwana ukimsusia atashughulika, atajiuliza ilikuwaje, lakini asiyekuwa muungwana ataona yeye ni fursa ya kufanya maovu zaidi. Kuachia madaraka watu ambao kwa miaka 5 wamejihusisha na ufisadi mkubwa kama unavyodhihirishwa kwenye ripoti mbalimbali za wakaguzi wa hesabu za serikali wa Zanzibar na yule wa serikali ya Jamhuri ya Muungano, katika takriban miradi ipatayo 40. Hilo halitokuwa kuwatendea haki wananchi wa Zanzibar. Kuachia madaraka watu ambao wameiangusha kibiashara Zanzibar, ambao ndio ajira kuu ya Wazanzibari, kujipatia maisha, ni kuleta maafa makubwa zaidi kwa wananchi. Sasa hivi wananchi wa Zanzibar wanalazimika kukimbilia Dar es Salaam kununua bidhaa hata za kawaida kwa bei nafuu, kama vifaa vya ujenzi, nguo na hata vijora. Kuachia madaraka watu ambao wameshusha utendaji wa kazi katika serikali, wameshusha uwajibikaji katika serikali, tunaamini kwamba sio ni kutokuwatendea haki wananchi. Kuachia madaraka watu ambao hawajali watumishi wa umma na maslahi yao, tunaamini kwamba si kuwatendea haki wananchi wa Zanzibar. Kuachia madaraka watu ambao wameshindwa kuwapatia ajira maelfu kwa maelfu ya vijana, wengi wao wakiwa wahitimu wa elimu ya juu, ni kuiandalia nchi hii janga kubwa zaidi. Ni kwa sababu zote hizi nimedhamiria kushirikiana na wenzangu kuinusuru nchi yetu, baada ya kuomba na kupewa ridhaa kwanza na chama changu na kisha na wananchi kwa ujumla kupitia sanduku la kura kwenye uchaguzi mkuu wa kihistoria wa mwaka 2025.
Ni dhahiri kwamba kama Zanzibar itaachwa iendelee na mfumo wa hali ya sasa ya uendeshaji wa nchi, haitokuwa na mustakabala mwema. Inaweza kufikia kuirithisha Zanzibar kwa kizazi kijacho ikiwa imekosa misingi madhubuti ya uchumi na ustawi wa maisha ya watu wake, utawala mwema na uzalendo kwa nchi yao. Ni kwa sababu hizo ndio maana nasema Zanzibar inahitaji kunusuriwa, na kwamba mwaka huu 2025 ni mwaka wa kuinusuru Zanzibar. Nami na wenzangu tumejiwekea malengo makuu ya kuinusuru Zanzibar, ikiwa ni pamoja na kudai haki na mamlaka ya kuiwezesha Zanzibar kutumia rasilimali zake kuijenga ustawi na uchumi sawa ama na zaidi ya nchi nyingine za visiwa kama vile Mauritius, Seychelles, Cape Verde na kadhalika. Kuwarejeshea wananchi haki yao ya msingi ya kikatiba ya kuwawajibisha wanaongoza serikali kupitia chaguzi zilizokuwa za huru na za haki. 3, kujenga msingi wa utawala mwema ikiwemo uwazi na uwajibikaji ambao sasa hivi umekosekana. Nyingine ni kufanya marekebisho ya mfumo wa kikatiba na kisheria na kuondoa mamlaka ya kifalme kwa rais na kujenga misingi bora ya kuchungana, yani checks and balance. Tuna mihimili mitatu mikubwa. Ni vizuri mihimili hii kila mmoja uweze kuchukua nafasi yake kumchunga mwingine, na kutoa fursa zaidi kwa wananchi kushiriki katika uendeshaji wa nchi yao kupitia serikali imara za mitaa ambazo zitaimarishwa na ambazo zitawatumikia watu badala ya kuwa mzigo mwingine kwa raia. Ingine ni kujenga umoja wa kweli wa kitaifa utakaoakisi utengamano wa kijamii kwa kuimarisha usawa, haki za raia na mshikamano wa dhati wa Zanzibari wote. Ingine ni kujenga mfumo bora wa kitaasisi na wenye ufanisi wa kupambana na ufisadi wa aina zote na kuzuia matumizi mabaya ya ofisi za umma ambazo sasa hivi imekuwa ni jambo la kawaida. It's an order of the day. Kujenga misingi bora ya uchumi itakayotumia vizuri rasilimali za Zanzibar kwa njia endelevu, ikiwemo biashara imara na utalii wenye tija na unaolinda mazingira na nafasi bora na ya kipekee ya kijiografia ya Zanzibar. Nyingine ni kuwajengea wananchi fursa ya kushiriki katika uchumi wa nchi yao kwa kulinda haki zao za ardhi na umiliki wa nyenzo kuu za uchumi. Nyingine ni kuwawezesha watu wote ambao wamefikia kiwango stahiki cha fani mbalimbali kuwawezesha wakue na kuzalisha bidhaa na huduma katika soko la ndani na nje, ikitiliwa mkazo uzalishaji wa ndani wa bidhaa ambazo kwa sasa zinanunuliwa nje. Kwa ufupi tunasema import substitution. Kuwawezesha vijana kuajirika na pia kuajiriwa. Sisi tunaamini kwamba kwa sasa hivi vijana wetu wana uwezo mkubwa, lakini hawajatengenezewa mazingira ya kuweza kuajirika. Nyingine ni kuimarisha huduma na ustawi wa jamii, ikiwemo elimu, afya na mafunzo na matunzo yasiyojiweza na hifadhi ya jamii yenye heshima na endelevu itakayowezesha kukimu mahitaji yao yote ya msingi badala iliyopo sasa ya kuwapa pesa za uraibu. Nikiwa miongoni mwa Wazanzibari waliobahatika kulelewa na kukua ndani ya serikali ya Zanzibar na kupata uzoefu wa kutosha wakati nikiwa mtumishi wa umma kwa nyadhifa tofauti, ninaamini kuwa ninao weledi wa kutosha wa kushirikiana na wenzangu kuweza kuitumikia Zanzibar katika nafasi ya urais na kuyatimiza matarajio ya wananchi wa Zanzibar kama nilivyotaja kwenye hotuba yangu hii. Hivyo basi nimechukua na kurejesha fomu kuomba chama changu kwa heshima kubwa kinibebeshe dhamana
ya kukiwakilisha kwenye nafasi ya kuwania uongozi wa juu wa nchi yetu Zanzibar, yani nafasi ya rais wa Zanzibar, ili tuwaombe Wazanzibari watupe sisi ACT Wazalendo jukumu la kuwatoa mahala dhalili walipofikishwa hivi sasa na kuwapeleka kwenye maendeleo ya maana, uhuru wa kweli na ustawi utakobadilisha maisha yao na kuwawezesha kuishi kama watu katika nchi yao. Tutachukua jukumu hilo la kihistoria kwa sababu sisi tunajua nini kinapaswa kufanyika ili kufikia Zanzibar ya aina hiyo. Kurejesha fomu ya mgombea urais katika chama changu ni utaratibu wa ndani wa kikatiba wa kupata wagombea wa nafasi mbalimbali. Kuendelea na mchakato huu ndani ya chama haina maana kwamba na isitafsiriwe kuwa mimi na chama changu tumeridhia dhulma kubwa walizofanyiwa Wazanzibari katika uandikishaji. Isitafsiriwe kwamba tumeridhia mfumo mbovu wa uchaguzi uliopo. Isitafsiriwe kwamba daftari la wapiga kura lilojaa mizengwe na utendaji wa tume na pia utendaji wa tume ya uchaguzi ambao haukidhi misingi ya kuendesha uchaguzi huru na wa haki. Mchakato huu badala yake unatupa uhalali zaidi kuwa sisi kama wadau muhimu sana wa uchaguzi tuna wajibu wa kuendeleza mapambano kwa uchaguzi utaojenga amani na kweli, mshikamano na maridhiano katika nchi yetu. Hivyo tutaendelea kupambania mabadiliko yote tunayoyaamini, na pale itakapohitajika tutawashajiisha wananchi kudai haki yao kwa pamoja. Hatutasita kufanya hivyo. Binafsi nimeongezewa ari ya kupambania mustakabala mwema wa Zanzibar na utayari na ari ya wanachama wetu wote. Aidha, nimetiwa moyo sana na shauku ya kutaka mageuzi ya Wazanzibari wa ndani na nje ya nchi. Ahadi ya chama changu na ahadi yangu binafsi ni kuwa hatutawaangusha. Nimalizie kwa kuwaambia kuwa tukishinda na tutashinda, kwa sababu tayari sisi ni washindi. Tunawakilisha ushindi wa Zanzibari ambao wanaupata katika chaguzi zote. Ni hatua zipi tutachukua kufanikisha hilo, tutaeleza umma wakati sahihi ukifika. Ila watawala wajue kwamba zama za kupora haki ya umma, kuchagua viongozi wanaowataka, tutakwenda kuzihitimisha Oktoba mwaka huu. Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika hilo.